Leo nimekuja na story moja inayoitwa Sumala. Sumala ni moja kati ya story nzuri na ya kutisha sana. Hii story inahusu masuala ya visasi, lakini pia kuna mwanamke ambaye alikuwa anateseka kwenye ndoa yake zaidi ya miaka 9 yeye na mumewe. Na ikapelekea ndugu, jamaa na marafiki kashindikizo, kwa nini uzai, kwa nini upate mtoto na nini. Na hichi kitu kikaa kinamtesa sana huyu mama. Ni kwa nini sijabahatika kuwa na mtoto? Na wao kitazama ni familia ya kitajiri hapo kijijini. Sasa mama siku moja kwenye kuteseka kwake ama kuhuzunika kwake, akasikia vijana wake wa kazi wakawa wanamzungumzia bibi mmoja ambaye yuko kijiji cha pili, ambaye ana uwezo wa kufanya madawa yake na wakapata mtoto. Kwa sababu sasa yule mama alikuwa na shauku kubwa ya kupata yule mtoto na nini, akaona hii nafasi nzuri, ikabidi asafiri kutoka kwake mpaka hicho kijiji. Alipofika kwenye hicho kijiji akaomba apelekwe kwa huyo bibi. Alifika kwa huyo bibi na akamweleza shida yake. Bwana, mimi nina shida ya mtoto na mambo kibao napitia haya na haya. Kwa hiyo bibi, naomba unisaidie kweli kweli. Na hapa ndipo ambapo kisa kilizaliwa, ama the history ya hii Sumala ilipozaliwa. Yule mganga alimwambia, kweli mimi na uwezo kufanya upate mtoto. Nina uwezo kabisa kufanya upate mtoto, lakini nina masharti ambayo masharti ukiyafuata ndipo utapata mtoto. Akamwambia, nina uwezo wa kutengeneza dawa upate mtoto na utapata mtoto, lakini utazaa kwenye tumbo lako watoto wawili mapacha. Watoto wawili mapacha. Mmoja atakuwa ni mtoto wako, lakini mwingine atakuwa ni mtoto wa kishetani. Hicho ndicho ambacho bibi anamuelezea mama, kwamba utazaa watoto wawili, lakini mmoja atakuwa ni wa kwako, mwingine atakuwa ni mtoto wa kishetani, na utawalea kwa upendo mkubwa ndani ya miaka 10. Baada ya miaka 10, huyo mtoto wa kishetani atakuja kuchukuliwa na mashetani wenzake, ama majini tuseme, au viumbe vyake vya ajabu na vitu kama hivyo, lakini huyu mwingine atabaki na mtakuanzia hapo mtaishi maisha ya furaha. Basi yule mama, kwa sababu alikuwa na shida ya mtoto na nini, ikabidi akubali. Mama pale kafanya madawa, mazingaombwe, manini, waganga tena huko, akanyweshwa madawa na vitu kama hivyo, akarudi nyumbani. Baada ya wiki kadhaa ikasemekana sasa yule mama amepata ujauzito. Yule mzee pale, kwa sababu alikuwa ni mmoja kati ya watu wenye pesa pale kijijini, akatangaza kwa kijiji kwamba mkewe amepata ujauzito. Watu wakaitwa, wakatengeneza sherehe pale, matambiko na furaha zikaendelea. Ikafika miezi 9 ya kujifungua huyu mama, akaenda mkunga akamfungua, akamzaa mtoto wa kwanza ambaye ni binadamu, yuko sawa kabisa, lakini alikuwa hemi, akawa hemi wala kuzungumza chochote. Mkunga akashangaa sana, kwa nini huyu mtoto wa hemi, amekufa ama la? Akamzalisha mtoto wa pili ambaye huyo ni pacha yake. Mtoto wa pili amezaliwa kwenye sura sio ya kawaida. Wakati anazalishwa, baba yake akaja kuangalia namna ambavyo mkewe anazalishwa. Akashangaa sana kuonana na kile kiumbe, alikishangaa sana. Kwa kuwa hiyo taarifa ya mganga na nini, yeye hakujua chochote. Lakini mtoto ambaye yuko kibinadamu hakuwa anaongea wala hakuwa analia kama mtoto mwingine. Kwa tafsiri wa mama wanajua kabisa kwamba mtoto asipolia maana yake amefariki dunia. Yule baba alichokifanya, akarudi akachukua kisu akaenda akamchoma yule mtoto. Akamchoma yule mtoto. Yule mtoto akafa. Yule ambaye ana sura ya kishetani akafa. Kisha alivomchoma, huyu mwingine akainuka, akazinduka pale na nini, kainuka na nini, akaambia katangaze kwenye kijiji kwamba nimepata mtoto mmoja na sio mapacha. Basi sherehe kama maisha mengine yakaendelea. Kapita miaka 8, mtoto yule Kumala ameshakuwa. Baada ya kukua, lakini amezaliwa akiwa na kilema, ulemavu kidogo wa akili, mikono yake haiko sawa, amejikunja, na mguu wake pia umejikunja. Ikawa ni sifa mbaya kwa yule mfalme pale, kwa yule tajiri pale. Maneno bado yakawa ni mengi, akawa hampendi yule mtoto, akawa anamtenga, anamsusa, anamuona ni mtoto kero, msumbufu na maneno kibao sana. Ikapita tena miaka mingine, mwaka mmoja ukawa ni mwaka wa 9. Wakati siku moja Kumala amelala, anasikia sauti inamuita, Kumala, Kumala, inatokea kabatini. Kumala akawa anajiuliza, huyu ni nani?
ananiita, hii sauti inatokea wapi? Hafla kabati likafunguka. Akatoka yule Kumala ambaye mwingine sasa, ambaye yeye alivyotoka Kumala akamshangaa na kumuuliza, wewe ni nani? Akamwambia, mimi ni pacha wako, naitwa Sumala. Si unajua vizuri? Ikamshtua sana. Akamwambia, wazazi wako hawakukueleza juu ya mimi? Waliniua kipindi ambacho mimi nazaliwa, na hawakutaka watu wote wajue kuhusu mimi, lakini sisi ni mapacha. Na akamwambia, ndugu huwa hatuumizani, ila ninachokitaka nataka niishi kwenye mwili wako. Nakumbuka Kumala hakuwa na marafiki, alikuwa ni mtoto kufungiwa na nini, wazazi wampendi na mambo kibao yakawa yanatokea. Kwa hiyo akasema sawa, na Sumala akaingia kwenye mwili wa Kumala. Sasa mule ndani kukaanza vituko na vitimbwi, kwa sababu kumbuka Sumala na nguvu za ajabu na yuko ndani ya mwili wa Kumala. Watoto walikuwa wanamchezea sana Kumala, wanamuita, wanamzungua, wanamsukuma kwa sababu ni kiwete, wanamtupia matope. Kwa sababu Sumala alikuwa ndani ya Kumala, akaanza kufanya matukio ya ajabu. Sasa kwanza, tukio kubwa alilofanya, kuna watoto walimzingua. Alichokifanya, alifanya mauaji hatari, akaua wote. Kijiji kilipata tahamaki. Watu wengi wakawa wanajiuliza, imekuwaje? Ni nani anafanya haya maajabu? Nani anafanya haya mauaji? Nani anaua kinyama watoto? Lakini kulikuwa kuna mdoli wa Kumala ambao ulipatikana kwenye mazingira ambayo watoto hawa wamefariki. Wana kijiji walikusanyana na kwenda nyumbani kwa baba yake Kumala na kusema kwamba mtoto wake ndio anahusika na haya matukio. Lakini baba Kumala alikataa katukatu, kwa sababu anajua mwanae ni kilema na bado mdogo, hawezi kufanya hayo matukio. Lakini alipofukuza wale maskini, ikabidi aende sema ambayo anamfungia Kumala na kuangalia Kumala atokaje usiku kufanya hayo matukio. Na alipoenda sasa bandani, akakuta kuna sehemu imevunjwa. Akasema, inawezekana vipi kufanya matukio kama haya? Sasa kwa kuwa matukio yamekuwa tofauti, anafanya matukio ya maajabu ajabu, ikabidi mzee aende kwa mganga. Kwenda kwa mganga, wakafanya lamli kuangalia shida ni nini. Walipofanya lamli, mganga akasema, kwa nini mkeo amefanya hivi? Akauliza, kwa nini amefanya hivi? Amefanya nini? Akamwambia, mkeo aliingia mkataba wa kishetani na majini, na kwamba atamzaa mtoto mmoja akiwa binadamu na atamzaa kwenye tumbo lake mtoto mwingine akiwa shetani, na atawalea hao watoto ndani ya miaka 10 kwa upendo mkubwa. Alafu kisha yule mtoto wa kijini atakuja kuchukuliwa na majini wenzake, na huyu mtoto wa kibinadamu atabaki na yeye na atakuwa sawa na maisha ya furaha yataanzia hapo. Lakini wewe ulichukua uamuzi wa kumuua. Baba anashangaa, sikujua na ndio maana nikafanya tukio hilo. Tunafanyaje kusolve hili jambo? Akamwambia, imebaki muda huu, saa 6 anatimiza miaka 10. Itakuwa ni hatari zaidi. Cha msingi, wahi nyumbani, chukua hichi kisu, nenda nyumbani, kamwahi. Akikusumbua, mchome kwenye moyo. Ukimwahi, mlete hapa tu, mtoe kwenye mwili wa Kumala. Wanamzungumzia wewe Sumaya. Baba akatoka kwa mganga, anarudi nyumbani. Sasa nyumbani kule, kumbuka mwili wa Kumala kuna Sumala ndani, kwa sababu kuna mtu huwa, ama ni mfanyakazi tuseme, huwa anambebaga Kumala kumweka kwenye banda kwa ajili ya kusumbua. Wanamfungia kwenye banda makamba manini, kwenye banda la mbuzi. Siku hiyo aliinuka naye yule jamaa kwenye kujitetea, akakimbilia nyumba kubwa ya bosi wake. Kumala ambaye mwilini mwake kuna Sumala akafanya maajabu, akamuua, akafanya mauaji ya ajabu sio ya kawaida. Na mama yake alikuwa anashuhudia, akamfuata pia mama wake, akawa anamkata visu vya mikono na miguu, na akamwambia, najua sio wewe, kuna mtu ndani yako, naomba niongee na mwanangu Kumala. Yule akatoka kidogo, akabaki Kumala, akamwambia, mwanangu naomba unisamehe. Na Sumala alivyorudi kwenye mwili akamwambia, sijakusamehe, akamuua mama yake. Yule baba anafika nyumbani, anakuta mauaji tayari, sebreni pale kuna mauaji chumbani, mke wake ameshafariki, akapagawa. Akamkuta pia Kumala, akapambana naye pale huko na kule, akapata upenyo, akakimbia.
kawafuata majirani kuomba msaada, bwana jamani, Kumala anafanya mauaji. Watu ikabidi wamfuatilie, wamtafute. Lakini mwisho wa siku Kumala alimpata babake na pia akafanya mauaji. Hii inatufundisha kitu gani? Kama sio riski yako, usilazimishe kuzaa. Usilazimishe kuingia maagano ambayo huyawezi, kama Mungu bado hajakupendea, kama Mungu bado hajaamua kufanyia hiyo neema.